Just somebody lift up your hands in the presence of God. You are the only reason why we are here today, our God. Nothing else but you. None of us can take your glory. None of us can take your place. We are instruments. You use us for your own glory. Minister to those in your house today. Those who are online, minister to them too. Set the captives free. Save the sinners. Deliver the oppressed. Let your glory fill the temple as the water covers the sea. What a God we serve. 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 Those who are not with us because their bodies are sick, we send healing upon them. We declare this coming Sunday you will bring them to their house with testimonies. Holy Ghost, we believe in your power. Holy Ghost, we believe in your power. The Spirit of truth, the Spirit of power, the Spirit of God. Touch the sick in this congregation today. Among your people, anyone who has pain, heal them. Deliver them and set them free. Deliver those who have been oppressed. Take away the spirit of rejection. Take away the pain of life. Some of the people only came to the service, but they're undergoing tough moments. Holy Ghost, visit your children. Touch their lives. Touch their lives. Touch their lives. Touch their lives. Father, we are not ignorant of what you have done. We were promised by you that this week we receive testimonies, and they have flown like rivers. Your children have testified, and that's why we celebrate you. For you are real and you are true. You are true to your word, and nothing you say will pass away. You are glorious. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. Somebody confess that. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Celebrate our God. Give him a clap. And quietly, you may have your seats. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Mumebarikiwa watoto wa Mungu. Na Bwana Mungu anaendelea kuwatendea mema.
Sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Kanipigia simu mtoto wangu mmoja hapa akaniambia, baba, miaka kidogo imepita. Kila mtu aliyekuwa karibu yangu aliamini ya kwamba nilikuwa na kansa ya matiti, na kila mtu alijua ya kwamba hiyo haikuwagi na tiba. Lakini sasa Bwana amenibariki na mtoto ananyonya vizuri, kwa sababu Bwana aliniponyaga na nikapona na nikawa mzima. Haleluya. 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 I promised you that today we will be with Elder Nsomo. You are God. What shall I render to Jehovah? Radoska. For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 kele, nara, kele mo, narekele. Oh, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 narekele. Narekele mo, nara, narekele, narekele, nara, nara. Hey. You have done so much for me and cannot tell it all.
voice again. You have done so much for me, and I cannot tell it all. Master of all things, we thank you. Glorious Father, we honor you. As the family of BMI, we exalt you. For the wave came, but you sustained us. You protected us. You made us stand upon the rocks. You have given us testimonies. Our mouths are full of joy. Our hearts are full of joy. We turn on the right, on the left, in front and back, and we realize you are at the center of all. You are the reason why we are who we are. You are the reason. You are the reason. You are the reason. Yes, you are the reason. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are greater than what people say. Some say you are good, you are kind, you are bigger than what people say. Some say you are good, you are kind, you are bigger than what people say. You are powerful than what people say. You are bigger than what people say. You are able than what people think you are. You are bigger than. Some say you are Baba, you are kind, you are bigger than. Some say Papa, you are bigger than what people say. I declare and I decree that I don't have the anointing to bury. I will not bury you in Jesus' name. As I will not bury you in Jesus' name. As I will not bury you in Jesus' name. I declare you shall live long in Jesus' name. I declare you shall live long in Jesus' name. I declare and I decree you shall live long in Jesus' name. Natangaza maisha marefu ni yako kwa jina la Yesu. Nasema maisha marefu ni yako kwa jina la Yesu. I love God. And as I am talking here, I declare and I decree that you will experience perfect health. I say perfect health. Your body is the temple of the Holy Ghost. There will be no sickness in your body. I said there will be no sickness in your body. I said there will be no sickness in your body. I said there will be no sickness in your body. I said there will be no sickness in your body. Glory to Jesus. Sir, as we receive you today, and so we declare, permanent healing is your portion. You will be a carrier of life. Anyone you touch shall live, and whatever you touch shall prosper. See you. See you. Which is my ear?
See you in 2072. If you don't believe in miracles of 100, I know my God. Somebody came to me and said, Pastor Axon, the Bible says that maisha ya mwanadamu ni miaka 70 na akikawia ni miaka 80. Nikamwambia ni ukweli, na hiyo Biblia inaniambia kwa kitabu cha Isaya ya kwamba atakaye kufa mdogo kwenu atakufa na miaka 100. Alafu nikamuuliza kwa sababu inayosema ni miaka 70 akikawia ni 80 ni kitabu cha Zaburi. Sasa swali yangu ni hii, kati ya Zaburi na Isaya gani iliandikwa nyuma ya ingine? Kati ya Zaburi na Isaya gani iliandikwa nyuma ya ingine? Kwa hivyo baada ya miaka 70 na 80 Mungu mwenyewe akasema atakaye kufa mdogo kwenu. Kwa wao ni miaka 70 na 80, lakini kwenu nyinyi atakaye kufa mdogo. Natangaza miaka 100 kwa jina la Yesu. 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 Nasema atakaye kufa mdogo kwenu. Amen. Come and give. I want to make a declaration then. This is very prophetic. Everyone stand on your feet after you give. Stand on your feet. Give me Isaiah 65. Give me Isaiah 65 from 19. Start from 18 kindly. I want you to read with me because this is a prophetic declaration I'm making right now. Before I flow with the topic I'm teaching, I want to declare this in someone's life. 1, 2, 3, go. But be glad and rejoice forever in what I create. For behold, I create Jerusalem as rejoicing, and her people a joy. Let's go. 19. I will rejoice in Jerusalem. Can you remove Jerusalem and you put your house? 1, 2, 3, go. I will rejoice in Axon's house and joy in my family. The joy of weeping shall no longer be heard in BMI, nor the voice of cry. Somebody say, I receive that. Can somebody say, I receive that? Somebody say, I receive the word of God. 20, 1, 2, 3, confess it. No more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled his days. For the child shall die 100 years old. Mutu aseme that's a child. Mutu aseme that's a child. Somebody say baby of 100 years. Baby of 100 years. That is the portion of BMI. I said that's the portion of BMI. I said that is the portion of BMI.
I declare as the prophet of God in this house, for whoever receives this, I declare and I decree that is your portion in Jesus' name. Let's go on. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be cast. Let's go on. One, two, three, go. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. No more sweat without recollection. I declare you will not sweat without recollecting. Whatever you will plant, you will collect in Jesus' name. I say whatever you will plant, you will collect in Jesus' name. I say whatever you will plant, you will collect in Jesus' name. I declare you shall start a project and you shall enjoy it. I say you shall start a project and you shall enjoy it. This morning a friend spoke to me and he was talking to me about a project in Congo that is worth 4 billion. And he was telling me that they are negotiating it. Can you imagine? A project worth 4 billion and they are negotiating it. They will get it. They will enjoy it. Hello. Why? Because we shall start project and enjoy them. From today, as long as, hello, as long as you are a son of the Most High God, under this umbrella, you shall start project and you shall enjoy them. You shall build houses and you shall dwell in them. I don't know whom I'm talking to. I don't know whom I'm talking to. I say you shall enjoy them. My daughter, how are you? How is Mombasa? Mombasa is okay. Are you back or you are going back? You are still going back. We missed you. You know, she collected her job on the altar when we were preaching about Breakthrough Perez. She collected her job from the altar and the following day she was reporting in Mombasa. And that's how she went. And after that she is back. My daughter, welcome home. We love you and we honor God for you. I declare you shall build houses and you shall dwell in them. Do you have any project or any company you want to start? Can you mention it? Say, I shall build, and you put the name of that company. 1, 2, 3, go. I shall build the ministry and I will enjoy it. I don't know what it is. Some of you will start companies and you will enjoy them. I say we'll enjoy them. I say you will enjoy them. You know the name of your company. I don't know what it's called, but you know it. Can you mention it again? 1, 2, 3, go. I shall build and I shall enjoy it. Receive it in Jesus' name. I say receive that prophetic in Jesus' name. I say receive that prophetic declaration in Jesus' name. It is yours in Jesus' name. You shall build houses and you will enjoy them in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You will enter marriage and you will enjoy it. You will get children and you will enjoy them. You will start business and you will enjoy it. You will go to school and you will enjoy the result. I don't know whom I'm talking to, but whatever you will be involved in, you will enjoy in Jesus' name. I say you will enjoy in Jesus' name.
I say you will enjoy in Jesus' name. Oh my goodness. When you feel like your body is getting sick, remind it that you will one day die a natural death, not caused by anything. Hello? I loved it the other time I was in Congo. I went to see my grandmother. My grandmother is over 90, and when I went to see her, she told me she was shivering. She was feeling like the body was not okay. I looked at her, I said, "Can I take you to the hospital?" She looked at me, she laughed. She said, "Hospital? Nipe soda pale nikunywe." Before I left, she was okay, and she was reminding me, "Axon, at this age now, you want to take me to hospital? When you never took me when I was, Axon, relax, niweke soda ingine." Can I talk to somebody? I declare and I decree, you shall enjoy your old age. I say you shall enjoy your old age. Usifanye mistake uulize my grandmother, "What is your immediate need?" Anakwambia, "Pastor wetu sijampea pesa muda mwingi." Unamwambia, "Mimi niko nakuuliza hitaji yako." Anakwambia, "Nipe ya kupea mchungaji." Anatakaga tu aonyeshe pastor wao kama hata bado angaliki active kwa mfuko yako. I declare your grandchildren and your great-grandchildren, they will be surrounding you to take counsel from you, because your memory will be sharper and okay even at the old age. I declare your memory will be smart and okay, clear in thinking even in your old age. Receive it. I say receive that. I say receive that. I say receive that. Mwenye anatarajia kukuondoa, angoje mpaka siku atakuona hauvaagi tena viatu ya kufunga miguu, unavaaga sandals na unatembea pale na maringo na tunywele umetuchana hivi natural, unatokezea pale, ukija kuangalia vile wajukuu na watukuu na vijukuu vinaendelea. You shall live long in Jesus' name. I say you shall live long in Jesus' name. I say you shall live long in Jesus' name. I am not pleasing your ears. I am chasing death away from you. I say, sikukuja kufurahisha sikio yako, nafukuza kifo mbali na wewe. Natangaza hautakufa karibuni. Nasema hautakufa hivi karibuni. Nasema hutakufa hivi karibuni. Hello. Vikao vyao vya kupanga mazishi yako vivunjike na viharibike. Jeneza waliokutengenezea watakonga nayo moto ya kupika chai kwa boma zao. Hutakufa wewe. Nasema hutakufa wewe, wala hutazika wewe. Bwana akupe neema. Unayesikia sauti yangu, kibali kije juu yako mwaka huu. Kibali kije juu yako mwaka huu. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Hallelujah. Let's go on. 22. Go on. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For as the days of a tree, so shall be the days of my people, and my elect shall long and enjoy the work of their hands. Receive that. Receive that. Receive that. Give me 23. 1, 2, 3, go. Don't say they, say I now. I shall not labor in vain, nor bring forth children for trouble. For they shall be the descendant of the blessed of the Lord, and their offsprings with them.
Receive that. I say receive that. I say receive that. That is your portion. I say 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 that is your portion. I love this. 24. 1, 2, 3, go. It shall come to pass that before I call, God will answer. And while I am still speaking, God will hear. Let me tell you, acha nikwambie inamaanisha nini. Budagile, kuja kwanza. Unaona hii pesa hapa? Walikuconnectia wakati tulikuwa na huduma. Chukua. Enda sasa. Sikia. Sikia. Kuna ngazi tofauti za maombi. Kuna mahali Biblia inasema kwa kitabu cha Yakobo ya kwamba munaomba lakini hampati, kwa maana munaomba vibaya. Kuna ngazi ya kuomba vibaya na hampati majibu. Alafu unakuja kwa kitabu cha Mathayo, Biblia inasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni, bisheni. Kuna ngazi ambayo ni sharti uombe, utafute na ubishe. Lakini kuna ngazi nyingine ambayo kabla hamjaomba, mimi Bwana ninajibu. Na mkiwa katika kunena, ninasikia. Na kuachilia kwa ngazi hiyo kwa jina la Yesu. Na kuachilia kwa ngazi hiyo kwa jina la Yesu. Na kuachilia kwa ngazi hiyo kwa jina la Yesu. Chochote kinywa yako itakiri, mbingu iachilie kwa maisha yako. Na chochote utapanga kuomba, mbingu inene na kujibu kwa jina la Yesu. It is your portion in Jesus' name. God wanted me to make that prophetic declaration before I speak to you in the next few minutes. Give me my theme scripture. Exodus 33:18. Before we sit down, let's read it. Exodus 33:18. 1, 2, 3, go. And he said, please show me your glory. Amen. We may have our seats. Nena nasi kwa dakika chache Mungu, na ubadilishe maisha yetu. Funza mtu kitu ambayo haitakuwa ya kuingia kwa sikio na kuondoka, lakini itatengeneza maisha kwa jina la Yesu. Amen. Mtu aseme nionyeshe utukufu wako. Mtu aseme nionyeshe utukufu wako. Toto wa Mungu, niliwaambia tulipoanza somo hii ya kwamba heri upoteze pesa, heri upoteze watu, heri upoteze vitu, lakini usipoteze utukufu wa Mungu. Hallelujah. Anything you lose, as long as you have maintained God in your life, you have not lost it. In one way or another, the God you maintained will bring it back. Hello? It may take long and it may take
time, it may appear like it will never come to be. But everything that you lost while you are in God's hands, I can assure you, He kept it somewhere for you. At the right time, He brings it back. Because God is everything. I was talking to you people and I told you that those who are rejected, and when they fell on the ground, they come to realize that they have fallen in God's hands. They enjoyed everything that came out of the rejection. Because if people reject you, watu wakikutupa, alafu wakakutupa kwa mikono ya Mungu, maana yake wamekusaidia. Yesu Kristo akaambia watu waliokuwa wanamfuata ya kwamba mimi ni mkate na kila atakaye nila hata kufa, na mimi mtakula mwili wangu na mtakunywa damu yangu. Aliposema hayo maneno, Biblia inasema waliomfuata wakamshangaa, wakajiuliza mchawi wa aina gani huyu? Wakaondoka kwa sababu walishindwa kuelewa maneno yake. Wakamwacha wakaenda zao. Alafu wale 12 waliomfuata wakabaki wakisimama. Alafu Yesu akawauliza, je, kwa nini na nyinyi hamjaenda? Kwa sababu wenzenu wameenda, mbona nyinyi mumebaki? Alafu Petro akamwambia, twende wapi tena? Wala twende kwa nani? Maana kwako kuna maneno ya uzima. Maana yake tunaweza shindwa kuelewa maneno yako, lakini tunaiamini kwamba inabeba uzima. Yeyote aliyetaka kumuelewa Mungu hakutembea na Mungu. Lakini yeyote aliyemwamini Mungu bila kutaka kumuelewa, lakini kumuamini kwa sababu kila siku anakuja akiwa mpya, alifanyikiwa katika huduma. Nimekuja kukuomba leo, mtoto wa Mungu, kutembea na utukufu hata wakati haujaelewa ni nini inaendelea. Ndio siri ya kufikia mwisho wa safari isiyoeleweka. Kuna safari za maisha ambazo hazieleweki, na watu wakijiuliza maswali hawana majibu. Unajiuliza, ninawezaje tembea upofu mpaka hapa? Nimekuja kukuibia tu siri moja. As long as heaven is with you, keep on moving. I say keep on moving. I say keep on moving. It may look dark, it may look cold, it may not look pleasant, but as long as you are walking with heaven, be assured you will arrive. So if there is a prayer you can pray this year and forget about other things, is to ask for God's glory. I say it is to ask for God's glory. Mtu ataniambia, baba, mbona sasa nimeshaga omba utukufu na ninajua kama Bwana ameshanipea? Na mimi nitakuambia, utukufu wa jana sio wa leo. Nasema utukufu wa jana sio wa leo. Biblia yangu inaniambia huyu mtu ambaye anaitwa Petro akaanza kwa kushika mlemavu, akamsimamisha, akatembea. Roho Mtakatifu anamhamisha kutoka kwa jela, anamfungua. Lakini alifika viwango ambapo watu wanaanza kupiga foleni. Am I talking to somebody? Watu wanaanza kupiga foleni ili kwamba kivuli ya Petro ikiwaguza wanafanya nini? Wanapona. Kama Petro angelitosheka na utukufu wa kuinua kilema, je, angelifikiaje utukufu wa kuvuli wake kuwatembeza watu? Naomba Bwana akupe neema usitosheke na utukufu wa jana. Nasema Bwana akupe neema, utukufu wa jana usikutosheleze. Sikiza nikuibie siri.
Kama kuna kitu Mungu akupe neema, usizoee kwa maisha yako. Usizoee utukufu. Usifike mahali ya kufikiria ya kwamba mimi Mungu ananitumiaga tu. I invited a preacher today, and that preacher told me, not now. Kindly, please, not now. And I understood. Not now, please, not now. And God told me, the reason why that preacher has answered that way is because the preacher understands that madhabahu haizoelewagi. Watu wa hawazoei madhabahu. Axon, you cannot wake up and say, I am used to the altar, not the altar of God. You must prepare. You must seek the face of God and believe in Him. Every single day of your life, if you need new glory to work on you. If you hear me say amen. Kila siku ya asubuhi unapoamuka, sio kusema baba nipe hiki na kile na kile. Ambia Baba, nahitaji utukufu mpya utue juu yangu, ili kwamba yaliyofikiri ya kwamba nitatembea na ya jana yashangae na ya leo. Sijui ninaongea na nani hapa, ambaye viwango vinaenda kupanda, ambaye ngazi zinaenda kubadilika, ambaye Bwana anaenda kushangaza, ambaye Mungu anaenda kutumia. Naomba utukufu mpya uje juu yako leo, ambao utashangaza mataifa. Wale waliokuzani ya kwamba huwezi kutumiwa, washangae. Haleluya. Mtu aseme, Bwana Yesu, nionyeshe utukufu wako. Kwa hivyo watoto wa Mungu, tusizoee mambo ya kimungu na utukufu. Samsoni, moja ya andiko ambazo ninazoziogopa. Samsoni akaamuka akasema, nitafanya kama vile huwa ninafanya. Hello? I will again do as I always do. Little he never knew that God was no longer with him. Sikiza nikwambie, ukizoea jasho ya miujiza na uzoee kufanya vitu unaona vinafanyika ukafikiri hivyo ndivyo vinajulisha mahali Mungu yuko, hapana, utaumia vibaya. Am I talking to somebody? Mungu haonekani kwa kusimamisha walemavu, kwa kutembeza waliokuwa. Hiyo ni matendo ya Mungu. Mungu hujulikana kwa njia zake. Biblia inasema, kwa watoto wa Israeli niliwaonyesha matendo yangu, lakini kwa Musa nikamuonyesha njia zangu. Are we together? Bwana akutoe kwa Wakristo wenye wanakufa kutafuta miujiza, akuweke kwa Wakristo wanaoendea chini na chini wakitafuta uso wake. Kwa sababu walioona uso wa Mungu, miujiza huwa haitoki karibu yao. Lakini sio kila mahali waliona miujiza maana yake Mungu alikuwepo. Bwana akupe neema. Nasema Bwana akupe neema. Now listen. Sio Samsoni tu alifanywa hivyo. Alizoea. Kuna wengine walizoea vitu ya Mungu. What about Belshazzar? Mfalme Belshazzar akachukua, akaamuka, akapanga sherehe kwa nyumba yake, alafu akasema, mwende mniletee vyombo ya Holy Communion. Mniletee nini? Vyombo ya Holy Communion. Hivi ndivyo venye ninataka kukunyia ndani mvinyo leo. Wakamletea, akachukua yenye tunasemaga, Reverend John Muller anasemaga, Yesu akainua kikombe, akaibariki. Belshazzar akaichukua, akaweka mvinyo ndani, akagonga. Akasema, mnaona pale kwenye wanawekaga hiyo mkate yenye wanawapeaga, wanawagawanyia, leta hiyo.
niwekee pale nijigaragaze. Wakati unapoanza kucheza na vitu vitakatifu, elewa ya kwamba Mungu anataka kukufunza somo ambayo hutawahi sahau. Kuna watu ambao laana walizozipata hawakuzipata nje, walikuja kuzipata kanisani. Walipoanza kuzoea mahali patakatifu, wakapafanya mahali pa mchezo, wakajibebesha laana za vizazi. Alo, mtu atasema, Pastor Ackson, unatu-intimidate. I am teaching you the word of God. I am preaching to you the truth from the mouth of God. If you need to walk in the glory, then you must learn to respect holy things. If you hear me say amen. Biblia inasema Mungu akakasirika mbinguni, hakungoja hata kutuma malaika, lakini sauti kaongea mbinguni na mkono ikatoka bila hata kusema chochote. Mkono ikatokezea kwenye ukuta na ikaandika kwenye ukuta hiyo, mene, pekeri na peresi. Hakuhitaji wa kumtafsiria kwa sababu ilimwandikia kwa kile atakachokielewa. Ikamwandikia mene, pekeri na peresi. Alipoangalia imeandikwa, inamaanisha uongozi wako ama ufalme wako umewekwa kwenye mzani na umeonekana kwamba haufai. Sasa ufalme wako umegawanywa kwa Persi na Wamedi, imegawanywa. Kama hutaki Mungu agawanye kenyeni chako, jifunze kuheshimu vitu vitakatifu na mahali patakatifu. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Waimbaji, acha kutafuta tu kuonyesha kitu. Unakuja tu hapo, twende na umonyo, unajua kwenye unatokea. Unatubeba wapi? Kama munataka utukufu, tuimbe watu wapone, haleluya. Tuimbe watu wafunguliwe, haleluya. Siku hizi ndio ninaona watu wamefunzwa jinsi ya kuokoka wakicheka. Ninatubu dhambi zangu, Bwana nisamehe nilizini. Unajiuliza, tunaenda wapi? Kanisa, wakati utukufu wa Mungu unapojaa, watu wanatubu wakiwa sinsia. Mioyo inalia machozi ya ukweli, sio hii machozi ya mamba kwa maji. May God forgive me. I sinned against him, against your father, your uncle. Ikiwa tutaruhusu utukufu urudi, basi tutaheshimu mahali patakatifu. Tukiingia kanisani, tunaingia na heshima. Sio mahali ambapo unaingia unaambia mtu ukifika 11:30 unipigie simu, nitakuwa niko kwa present worship, nitakujibia. Nikaona mhubiri mwingine kuna hubiri, alafu akachukua simu akamwambia, mmepiga hiyo mabati. I was in the service, I was not told. Mmepiga hiyo mabati. Niliwaambia msipige hiyo, mpige hiyo ya red. Muache kusumbua. Fanya hivyo nimesema, sawa? Na uambie huyo jamaa akimaliza pale aende achukue hiyo misumari. Sawa? And the word of God says, nikasema God your uncle. Maana yake tumechukua hekalu takatifu tukaifanya ya ngazi ya kila mtu. Tumechukua ibada takatifu mahali ambapo Mungu amekuja kuokoa mioyo na kuponya magonjwa na kufungua laana, aziondoe akabariki watu wake, tukaifanya mahali ya entertainment. Naomba Bwana atupe neema tena tuheshimie mahali patakatifu. Nasema tuheshimie mahali patakatifu na tuheshimie vyombo vitakatifu. Ndugu mmoja akakuja kaniuliza, kwa nini ninateseka hivi? Nikamwambia wewe uteseki.
Unateseka vile ulivyo kwa sababu unazoea kucheza na vitu vitakatifu. Kazi yake ni kuingia kanisani kwa sababu yeye ndiye mtu wa sound, anachukua hiyo amplifier na speaker ya kanisa, anabeba kwa klabu fulani, wanatumia huko, wanachora muziki huko, wanafanya kila wenye watafanya, alafu wakimpea pesa anakula. Sunday asubuhi ana connect. Na tunataka Mungu atembee. Mungu atembee wapi? Watoto wa Mungu, Mungu atembee wapi? Naomba Bwana akupe neema. Usizoee vitu vitakatifu. Nasema usizoee vitu vitakatifu. Nasema usizoee pahali patakatifu. Bwana akupe neema, uheshimu vyombo vyake. Na unapoheshimu vyombo vya Mungu, heshimu wapakaliwa mafuta. Nasema heshimu wapakaliwa mafuta. Nasema heshimu wapakaliwa mafuta. Munaweza kuongea na yeye lugha moja, munaweza kutoka na yeye mahali pamoja, lakini mafuta iliyo juu yake haineni lugha yako. Mheshimu. Nasema mheshimu. Nasema mheshimu. Kama unanisikia sema amen. Now, if you want to protect the glory, we looked at things up to Friday. True? Tuliangalia vitu. Tukasema moja, ni sharti ushinde nini? Dhambi. Ya pili, can I hear you? Exercise spiritual things. Tatu, come on church, I want to hear you. I cannot hear you. Akose Devi, punguza kidogo wasikuje sema ni wewe. Punguza tusikie. Living. Sijasikia. Ninangoja mniambie. Be faithful to what? To your calling. And then? Say it again, my girl. Thank you. Return back the given glory to God. And we looked at some examples. One of the examples we looked at was jamaa mwingine alikuwa anaitwa Lucifer, si ndio? We saw Lucifer. We went to another Anko nani? Anko Ebe ama Nebu? Anko? Tuliangalia Anko Nebukadnezar. Now let's look quickly before I release you go home. Because what I'm teaching you, I believe you are taking notes. Msifikirie tena Nora atawachukulia note leo watumie. Mnazoea. Start charging, my girl. Unasema nani anataka notes za Friday? 50 bob. The consequences of losing glory. The consequences of losing God's glory. Number one, when you lose the glory, you lose impact and you lose result. When you lose glory, you lose impact and result. How do you know people who have lost impact and result? When their names are mentioned, people feel disappointed. Ushaona wanakutajia jina ya mtu, unaboeka. Wanakupea story lakini wakikwambia ni ya nani, unaboeka. Kwa sababu unajua, huyo ni kusema sema tu, hakuna kitu anafanyaga. Unajua kuna wahubiri ambao wana maneno mazuri, lakini
Ukitaka kuona result ya kenye wanasemaga hakuna. Niliwaambia kuna Wakristo ambao kazi yao ni kuamka asubuhi, sitakufa bali nitaishi. Ikifika saa 6 anakufa. Sasa unajiuliza alipotezea energy ya kuongea hiyo kwa nini? Sitakufa bali nitaishi, accident hazitanipata. Asiniombe tulitaka kufa kwa gari lakini shingo tu ndio imevunjika. Ulisema accident haitakupata aje? They have words but they don't carry glory. Their words have no impact and result. May God give you glory. I say may God release glory upon you. I say may God show you his glory. I say may God show you his glory. Kumbuka niliwaambia utukufu tunayoiitisha sio yetu. Ni utukufu ya Mungu. Anayetutukuza ni Mungu ili kwamba kutupitia atukuke. Yohana 17:1. Niliwaambia hiyo, si ndio? Inabidi awatukuze ili kwamba kumpitia nyinyi naye atukuke. Kwa hivyo sikiza, wakati utukufu wa Mungu hauko juu yako, unaimba wimbo unakuwa wa kawaida, unahubiri injili inakuwa ya kawaida, unaongea maneno yanakuwa ya kawaida, unaitisha vikao, result hakuna. Kwa nini? Kwa sababu inayoleta result ni utukufu wa Mungu ulio juu yako, sio maneno mazuri unayo. Lift up your right hand and say, Dear Lord, I need impact and results, so show me your glory. Kama hautatafuta utukufu wa Mungu, utabakilia mtu wa mahistoria, kuja kutuelezea mahistoria hapa. Mhubiri mwingine akatuelezea historia mpaka tukachoka. Nikasikia nataka kulala, nikamwandikia kanota, nikamwambia maliza. Unajua Yesu akashuka, akafika hapo, akapanda, akaenda. Sasa sote tunajua kwenye alipitaga. Inanisaidia nini akishuka na kupanda? Can I talk to somebody here today? When you have lost glory, impact disappears and result can never be there. Unaanza kuboesha watu mahali hawafai kuboeka. I loved it on Sunday when people were telling me, Pastor, I did not even remember that it was already 4. You mean the service went up to 4? Yes, it went up to 4. Na hakuna mwenye alikuwa anafanya gimmicks, but the glory was at work. I love it when yourself, you realize that you can go on your knees, and when you open your eyes, the day is over. Because you are enjoying the presence of the Maker. I pray and I declare that the glory of God will never depart from you, so that your impact may be felt and you may be a person of good result. I say may you be a person of good result. Sio unasimamia watu, unawaombea, naamuru hii magonjwa ya kichwa iondoke. Unasikiaje? Baba, imeanza luma mwili mzima. Naamuru magonjwa ya mwili mzima iondoke. Baba, nasikia ni kama nataka sasa kuingia kwa koma. Tuachie hapo. Kwa sababu kila kenye uko unaamuru kiko kinaenda opposite. Rudi back and tell God, God, did I send myself this time round, or you are with me? Because people who carry glory, they don't struggle to bring out results. I said they don't struggle to bring out results. I pray from today, you will go back to your knees, you will seek the face of God, glory will come upon you, impact will be seen, and result will be felt. If you receive that, I receive. Sio mambo ya kusweat. Sio mambo ya kusweat. Unafinya Pastor John Muli kinywa mpaka anasikia anakufa. Toka. Unashika hivi, unafinya hivi. Pastor John Muli anaona njia moja tu ya kufunguka hapa. Acha nikubali nitoke. Nimetoka. Usingetoka ningekuua. Tuache mchezo. Tafuta utukufu. I say tafuta utukufu.
Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Unafanya biashara, hakuna impact ya biashara. Unafanya biashara, hakuna result. Kazini, hakuna result. Go back to the drawing point. Go to the board, go to the source and ask yourself, hii power yenye inasukuma hii kazi, je, ningali naichukua kutoka kwa source ama nimeshakuwa disconnected? As long as you have been disconnected, you will struggle. Listen and listen carefully. Unaona hii kitu ikizunguka, Kubai, rush, come. I want to show somebody an example, the way we operate in the world. Nizimie hii line. Look at it. Angalia muda atazima na muda ambao itazimika. Amezima. Imeshazimika. Bado ina turn. Hii kitu haiko tena kwa power. Kenye kinaifanya ina turn ni momentum ilikuwa nayo, ndio inaifanya inaendelea, but with time inaanza kureduce. With time inaanza kureduce. With time inaanza kureduce. And if Kubai will not switch it on, I can assure you it will stop, because the power is no longer coming from the source. It is using the momentum, and watu wanafikiria inazunguka, kumbe wamekuwa used kwa kuzunguka yayo na nguvu haziko tena. Ndio watu wanasema pastor wetu anakuaga powerful. He is not powerful. Mulimuzoea wakati alikuwa na Mungu, lakini the time ali disconnects, alibakia tu na kuwachezea vile mulimuzoea, lakini watakao mupa muda utamnyamazisha. Sasa Bwana akupe neema, muda usikunyamazishe. Nasema Bwana akupe neema, muda usikunyamazishe. Unachokihitaji sio kujiforce kuzunguka. Hata nikisimama juu ya kiti niisukume na nguvu ya mkono, itazunguka mara moja halafu tena, kwa sababu ninachokitumia ni nguvu zangu. Lakini nikitaka izunguke automatically, I will only go back and push. Hello, and you begin again afresh. No struggle. Unazunguka bila shida. Kwa nini? Kwa sababu umeweka tena kutoka kwa source. Naomba Bwana akupe neema umurudilie leo. Nasema Bwana akupe neema umurudilie leo. Uache kujiforce ili kwamba vitu ifanyike. Acha kuchukua maloni to boost biashara. Rudi kwa Kristo, mwambie hii ndogo nilio nayo ninaileta kwako Bwana, uiweke tena nguvu ili kwamba iwe kama mafuta ya mama mjane ambayo hata angelimwaga haikukauka. Ilikuwa imebeba utukufu, hata wakiimwaga inabaki kwa source. Kama kuna mtu naongea na yesema nasikia. Mungu akupe neema usipoteze utukufu. Ukipoteza utukufu, impact yako inapotea. Na impact yako ikipotea, unabaki mtu wa historia. Unaelezea watu vitu, na ukitaka kudemonstrate, unawaambia kenye kilifanyikaga miaka 10 imepita. Kwa sababu you can never demonstrate without the God of demonstration. And at the time, we start faking miracles, or we start looking for demonic powers to show things. It is so easy, child of God. You just repent and ask for the glory. If you hear me, say amen. Lift up both hands and say, dear Lord, show me your glory. I don't want to lose impact and result. Show me your glory. Give him a clap. Number 2, consequences of losing glory. Unapopoteza utukufu, direct you enter into personal captivity and bondage. Wakati unapopoteza utukufu wa Mungu juu ya maisha yako, mara moja unaingia katika utumwa wa kipekee.
Sikia nikuibia siri ubaya ya utumwa ni nini? Slavery mbaya, siri yao moja ni mbaya nini? Kwa sababu slaves huwa wanatembea kama watu wengine, lakini wanajua kama hawana haki juu yao. Are we together? Manake akivaa anavaa kama wewe, akitembea anatembea kama wewe, lakini anajua ndani yake sina haki juu ya maisha yangu. Ndio shida ya utumwa, kwa sababu utumwa hakuna mtu atakuandika kwa uso huyu ni mtumwa, lakini mtumwa mwenyewe anajua yeye ni mfanyakazi wa nani. Are we together? Hata ukimwona mtumwa anapendeza namna gani, wakati hana utukufu wa Mungu, jua ya kwamba kuna vitu ambavyo atangangana navyo na hawezi kuvishinda. Anaingia katika utumwa. Every time you lose the glory, you connect with chains. Did you hear me? Any time in your life you realize that the glory of God has gone and you are not looking for it, you are not seeking for the face of God, you are no longer looking for the presence of God, and you start only believing in your own ability, be assured the next thing that will come to you is chain. When Samson lost the air, the next thing he got was chain. Every loss of power is an invitation to captivity. Anytime you know that the glory has departed from you, just know you have sent an invitation to captivity. Umeambia utumwa, ninakukaribisha, mimi ninaitwa fulani, nimeweka muhuri kama ukaribie kwa nyumba yangu. Mungu akupe neema. Ufukuze utumwa ulio ndani leo kwa kukaribisha utukufu. Nasema ufukuze utumwa ulio ndani kwa kurejesha utukufu kwa maisha yako. Hello? When you begin to decrease in the anointing you are meant to have or to carry, your bondage begins to increase. When you begin to decrease in glory, your bondage begins to increase. Wakati wowote ule unapoanza kuhisi ya kwamba nguvu za Mungu ndani yako zimeanza kupungua, jua ya kwamba nguvu za kamba zitakazo kufunga zimeanza kuongezeka. Kinachofanya haujawekwa katika utumwa wa maisha ni hiyo utukufu inayoonekana juu yako kila siku. Ukiipoteza, unapoteza mamlaka ya kukataa utumwa. Mungu akupe neema usipoteze utukufu wa Mungu. Nasema Mungu akupe neema usipoteze utukufu wa Mungu. And for this, let me, before I continue, tell you what I heard the Holy Spirit telling me. That many of the people have lost the glory of God because they entered wrong places and they were laid on hands which were not from God. Waliwenda mahali wasipofaa kuenda na wakawekewa mikono ambao haijatokana na Mungu. Nguvu na nyota zao zikanyanguliwa, wakaachiwa utupu na ukavu. Ndio kwa maana chains haziishi kwa maisha yao. Bwana akupe neema. Nasema Bwana akupe neema. Utulie chini ya miguu ya Kristo, umulilie akupe tena utukufu. Kamba na minyororo yako itakatika. Utumwa wa maisha utaondoka na uhuru wa maisha utaingia. Alafu utukufu wa nyumba hii itakuwa kubwa kuliko hiyo ya hapo mbeleni. Utukufu wa familia yako itakuwa kubwa kuliko hiyo ya mbeleni. So when you lose glory, what you once overcame for others now overcomes you. What you overcame for others, kile ulichokishinda juu ya wengine. Mtu fulani akakuja kwako kukwambia, papa ninahitaji unisaidie hapa, na ukamsaidia.
wewe mwenyewe unaanza kushindwa pale, kwa sababu utukufu umekuacha. Naomba Bwana akusaidie utukufu usiondoke kwako. Nasema Bwana akusaidie utukufu usiondoke kwako. Naomba Bwana atupe neema, utukufu wake ukae ndani ya maisha yetu. Mtu aseme nitaachana na vyote, nitafute utukufu wa Mungu. Sitaki utumwa mimi. Probably you used to deliver people from problems, and now those issues begin to attack and conquer you. Not even the people around you, but even yourself. Ulikuwa ukiwaambia watu, Mungu wangu anafanyaga hiki, Mungu wangu anakuaga hivi, na wanamuona kwa kweli. Wanafika mahali ambapo wewe mwenyewe unaanza kuwa aibu. Give me Judges 16:21. Judges 16:21. Read with me, 1, 2, 3, go. Then the Philistine took him and put out his eyes and brought him down together. They bound him with bronze fetters, and he became a grinder and in the prison. Wakati nywele zilipoondolewa, chain zikajipresent. Utaona mtu anajileta kwa maisha yako, anachokitafuta ni utukufu. Akijua umeondoka, sio yeye atakufunga, yeye ataondoka tu. As long as amekupotezea utukufu, mwenye atakufunga atakuja after. Sio Delilah alifunga Samsoni. Delilah alihakikisha tu utukufu umemuacha, akaondoka. Aliyekuja wa pili ndiye alimfunga. Naomba Mungu akusaidie. Njoo unakuwa unasema, oh no, it is not Delilah. Delilah was innocent. It was the Philistine. The Philistines are not the problem. The problem is the one who chased away the glory. Ni nani anayekufanya kila siku utukufu wa Mungu unaondoka kwako? Huyo ndiye shida ambayo uko nayo. Unatafuta magumu kwa sababu pesa hazipatikani, kazi imeharibika, hiki hakiko. Hiyo sio ndio magumu, wale ni Wafilisti. Aliyekuletea shida ni aliyekufukuzia utukufu. Mungu atupe neema leo. Nasema Mungu atupe neema leo. Tukatae chochote kile ambacho kinachofunga utukufu wa Mungu kwa maisha yetu. Tukatae uhusiano wote ule unaonyima utukufu wa Mungu nafasi. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Ukiupoteza utukufu, sauti yako haishtui pepo. Pepo haiogopi cheo. Shetani, unanijua mimi ni bishop. Bifian. Kuwa pop, kuwa akipop, pepo itakushangaza. I told you about a friend. Anakuja anakutana mtu wa pepo, akamwambia we. Tukamwambia hii pepo iko ina recite scriptures. Akasema mimi nafukuzaga kama hizo. We! Toka! Pepo akamwambia ngoja. Jina yako mtu fulani. Jana kabla hajasema jana akamwambia pepo na kuamuru nyamaza. Pepo alikuwa anataka tukumwambia Kenya alifanya jana. Pepo na kuamuru nyamaza. Muendelee na kuifukuza. We were praying in a place called Panzi. Wakati kutuita kanisani eti mukuje. Tulikuwa na kikundi yetu ya waombaji. My wife knows it very well. Tulikuwa na kikundi ya waombaji ambao tulikuwa tunaomba pamoja. Wakatuita twende kwa hospitali, mahali ambapo pepo imesumbua watu. Hospitali, twende tufukuze pepo. Tukatoka pale tukaenda hospitali. Kufika hospitali, tukakuta wachungaji na makola wanasimama nje. Tukajiuliza mbona mnatukujia na wachungaji wako hapa?
wakatuambia hao wachungaji hakuna mwenye anaweza kurudi huko ndani, kwa sababu kila mwenye iko naingia pepo inamtajia maisha yake. Tukasema hiyo pepo ni mkosa adabu, haiheshimu wachungaji. Kumbi pepo haiheshimiagi wachungaji, inaheshimiaga watakatifu. Bwana akupe neema usipoteze utukufu. Nasema Bwana akupe neema usipoteze utukufu. Nasema Bwana akupe neema usipoteze utukufu. Nasema Bwana akupe neema usipoteze utukufu. Kumbe haiogopaji cheo, inaogopaga woga wa Mungu ndani yako. Inapomuona Mungu unayembeba, inatii, inaondoka. Sasa balaa uwe umebeba cheo ya Mungu na unabeba utukufu wa Mungu, pepo zinatii na kwenda. Tukaangalia wachungaji. Sasa huwezi uliza mchungaji ilikuambia nini. Sasa wewe unakuja kuniambia wewe kahaba wewe. Kahaba wewe. Mchungaji anasema mimi ndio wewe, usiseme. Wewe unakuja kuniombea wewe mwizi. Okay. Wote kasichana kadogo hivi, kadogo kwetu sote. Kakasema huyo mtu yuko wapi? Wakamwambia yuko hapo, anafungwa chains, anafungwa kwa kitanda hivi, yuko anafanya hivi. Kakafungua mlango, kakasimama hivi, kakaangalia, kisha kakasema, pepo hauna nafasi ndani ya huyo mtu, ninakuja kumfungua. That one. Kakaja kakafungua mikono. Watu wanajiuliza huyu mtu atamlambula huyu. Kakamfungua, kakimaliza kumfungua, akaamuka sasa niko, kakakuja kanakuja kasichana kadogo hivi. Sote unasikia unanyamaza, unaangalia. Unajua sisi tunajiuliza kama wachungaji wameaibika hapa. Sisi waanza mwaka kwa maombi, sisi tutapa kadogo kwetu sote. Sio sisi waongozi wa maombi, kale kasichana. Kakakuja kanamleta hivi. Kisha kakaambia wenye nao, mtu wenu huyu. Akasema munipe maji. Nikasikia wachungaji pepo ikiomba maji maana yake nataka kupata nguvu mpya. Kakasema mumupee maji. Ana tena pepo zilishaondoka. Na kakaenda. Nikakaangalia nikasema akanjoka mchungaji kangu aka. Tukakafata sote akanjoka mchungaji aka. Tukirudi kwa maombi huko tukajazwa. Baba asante, Baba asante. Nini? Kwa sababu utukufu hautui juu ya suti. Utukufu haukai kwa kola. Utukufu unakaa ndani ya mioyo iliyotakaswa. Unakaa ndani ya watu waliojishusha. Inakaa ndani ya watu waliojitakasa. Inakaa ndani ya watu wanaomheshimu Mungu. Inakaa ndani ya watu waliokataa dhambi. Inakaa ndani ya watu waliomkubali Kristo, wanaoishi ukweli wa neno, wanaotembea kufuatana na neno la Mungu, ambao dhamiri zao zingali zinaishi. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Kuna kamba zitakatika kwa maisha yako wakati utaacha vyenye unafanyaga, urudie kutafuta utukufu. Uambie Baba nakuhitaji, mimi ni bure bila wewe, na miungu mingine yote ni kazi ya binadamu. Mungu wa kweli ni wewe. Nionyeshe utukufu wako, nionyeshe nguvu zako. Sitatoka hapa kama hautembei na mimi, kama vile alivyosema Musa, pia alivyosema Yakobo, ya kwamba usiponibariki sitakuacha. Ni muda wa kutafuta tena utukufu. Nasema ni muda wa kutafuta tena utukufu. Sio muda ya kungoja kanisa ipange siku ya maombi ndio ufanye maombi ya mafungo, lakini ni muda ya mwenyewe kuamuka. Unasema Baba, leo sikuli wala sinywi, ninahitaji tu uso wako. Nitakaa mahali pamoja na itafuta uso wako Baba. Sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Utukufu wa Mungu unakuwaga vizuri sana. Nasema utukufu wa Mungu unakuwaga tamu sana. Mimi na rafiki yangu na rafiki yetu mwingine tukapatana the day before yesterday. We fast over something. We pray for something. Kutoka asubuhi mpaka tu jioni. What we were praying for
ni kitu kenye hawezi tarajia hivi tu. But we prayed from morning, we humbled ourselves from morning up to 6. And when we called our friend, we had a conference call. Immediately before even we could ask, Mimi, the purpose for the conference was to say, guys, we have prayed, let's leave it now to the hand of God. Our friend said, Pastor, God has already done it. It is already ready. It is in my hand. God has already done it. So what we were to leave in God's hands, He had already worked on it in His hands, and He brought it back to us. That's what we call the power of glory. Watupe neema tusipoteze utukufu. Nasema tusipoteze utukufu. Mahali utukufu inapotea, watu wanaweza kuumia, lakini mahali utukufu iko, watu wanapona. Mtu mmoja anatabiri na wengine wote wanapona. Biblia inasema kwa kitabu Mambo ya Nyakati ya Pili, Chronicles, 2 Chronicles 20, ukianza 14, eti akatokezea mmoja kati ya Waisraeli, akasema, sikizeni neno la Mungu, enyi Israeli na Juda yote, na wewe Jehoshafati, sikiza. That's what the Bible says. Can you read? Then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benia, the son of Jehiel, the son of Matthian, and a Levite of the son of Asaph, in the midst of the assembly. Listen now what the Spirit said. And he said, listen all of you Judah, and you inhabitant of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, that says the Lord to you, do not be afraid, nor dismay because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. That's what happened when you are in glory. Wote mnajaa woga, sauti ya Mungu inakuja juu ya mmoja, anawaambia nyamazeni, msiogope, Mungu yuko hapa, atafanya makubwa, atapigana vita vyenu. Tunahitaji utukufu wa Mungu ujae hapa, hata watoto wetu wakitabiri inatosha. Wakati utukufu unapojaa, watoto wadogo wanatabiri na kanisa inapona. Nasema na kanisa inapona. Woga inapoingia giza, katoto kadogo kanatabiri. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Oh, nasema haleluya. Utukufu wa Mungu urudi kwa nyumba yako. Nasema utukufu wa Mungu urudi kwa nyumba yako. Nasema utukufu wa Mungu urudi kwa maisha yako. Nasema utukufu wa Mungu urudi kwa jamii yako. Nasema utukufu wa Mungu urudi kwa kazi yako. Nasema utukufu wa Mungu utue juu ya watu wako. Utukufu wa Mungu utue juu ya watu wako. Nasema utukufu wa Mungu utue juu ya kazi yako. Utukufu wa Mungu utue juu ya madhabahu haya. Utukufu wa Mungu ukijaa hapa, hatuna haja ya kuuliza ni nani anahubiri. Amejitakasa tu akisimama hapa, mbingu zinanena na yeye, kwa sababu ni utukufu ufanya kazi. Sio watu ufanya kazi, ni utukufu ufanya kazi. Now listen. The reason why you must not crash and run away from the glory of God is because there is somebody who will perish if you do that. If you backslide today, unaanza kusema mimi Ackson nimeanguka, lakini si mimi, na mimi ndio mwenye ninajijua. Kuna mtu ambaye anaishi kwa sababu ya nguvu unazoziachilia. Ukianguka utampoteza. Bwana akupe neema uchunge utukufu. Nasema Bwana akupe neema uchunge utukufu. Nasema Bwana akupe neema uchunge utukufu. Kuna watu ambao wako hai sababu yako. Nasema kuna watu ambao walio hai kwa sababu yako. Kuna familia ambazo zinaishi juu ya mtu mmoja. Usipoteze utukufu. Hello? You saw that that sister coming here last week, and she was saying, haujanialika, sijui munapanga commemoration ya miaka 10 and I was like, okay. Why? Because there are things, yes, my people can plan, but they will never take place as long as I am part of them. Am I talking to somebody? Siwezi wakataza wasipange kenye wanataka, wanapanga, lakini kuna vitu as long as I'm alive, they can never happen. And one of them, they will never worship the dead.
Am I talking to somebody? Hiyo mdomo wote ulisikia wanasema tunaenda. I will be in Congo. There will be nothing like that. I always dare you. At least I thank God some of my brothers are here. And I am online. I dare you. Let's see if it will happen. It won't. We can remember the work that somebody did. I am remembering that work. He taught me the word of God. I am preaching it. That's what I can remember. Not commemorating the dead. Am I talking to somebody? So, don't allow yourself to be blackmailed by things of the world. If you lose the glory, you lose a family. If you lose the glory, somebody may go wrong. Somebody may die. May God cause you to stand in glory. Nasema Mungu akusaidie ukae katika utukufu. Nasema Mungu akusaidie ukae katika utukufu. Allah. The reason why your mantle must not fall on the ground is because a generation will be buried if you drop it. Do you hear me? Sir, my friends, you carry generations on you. You cannot drop your mantles. No matter how hot it becomes, you must hold them. Because once they are on the ground, generations will perish. If you hear me, say, I hear. Church, if you hear me, say, I hear. The mantle you wear, I'm talking of spiritual mantles. Hello? I'm talking of this connection between you and God. Naongea kuhusu uhusiano wako wewe na Mungu. Usiwahi kuachilia. Kwa sababu ukiuachilia, kuna watu ambao watasafa kukupitia. Kuna watu ambao wako hai, sio kwa sababu wewe ni mmoja wa familia yao, lakini kwa sababu kuna Mungu umeleta kwa hiyo familia. Ukiachilia huyo Mungu, utazika. Can I talk to somebody here? Let me give you something. When you fall down, you don't just lose the mantle, but you become a murderer of destinies and life. Pastor John Muli, did you hear that? Ukianguka leo, uache wokovu, haupotezi utukufu peke yake. Unakuwa muuaji wa wale wote ambao Mungu alificha ndani ya bawa yako. Is there somebody hearing me? That connection between you and God, hiyo magoti yako wewe na Mungu, hiyo utakaso na utukufu kati yako wewe na Mungu, usiruhusu mtu aipoteze. Haikubebi peke yako, inakubeba wewe na wengi. Nasema inakubeba wewe. Listen, let's just put this case on the table. If Moses fell to manifest at the Red Sea, what could happen? If Moses fell to manifest at the Red Sea could in reality be turned red by the blood of the Israelites. Nasema hii tena, Musa angelishindwa kuonyesha nguvu za Mungu kwa bahari nyekundu, na kuhakikishia kweli hiyo bahari nyekundu ingeligeuka nyekundu na damu ya Waisraeli siku hiyo. Wangichinjwa mpaka bahari hiyo inakuwa nyekundu, tena sio jina, lakini nyekundu ya damu ya kina nani? Ya Waisraeli. Kwa hivyo wakati Mungu ameweka utukufu juu yako, chunga utukufu huo. Ukiupoteza, unapoteza taifa. Ndio mkono wako sema, Bwana Yesu, nipe utukufu wako na nitauchunga kwa jina la Yesu. So here, Moses has to come out and manifest, or he will finish burying the bodies of the Israelites who are following him, simply because he did not focus on manifesting in the glory. Musa alikuwa anapewa option ya kazi hizi mbili: ama utachunga utukufu upashue bahari ya Shamu, ama utajiandaa utazika hii mili mpaka unazeeka.
Now may God give us power. May God cause us to wake up today. Mungu atutoe katika usingizi wa kiroho. Tuamuke, tuache uzembe na mchezo ya kiroho. Turudie tena kwa mitume na manabii mafundisho yao. Tuangalie neno la Mungu na tulishike kwa ukweli, ili kwamba tusizike watu, lakini tuonyeshe watu utukufu wa Mungu. Kila utakaye tembea naye aone Mungu, ashuhudie wema wake. Kila mtakaye kutana naye aone Mungu, ashuhudie wema wake. Hallelujah. 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 Why did I bow down when I was talking about Nzomo? It's because when he fell sick, when he was in that terrible situation, when he was very sick, I was in a place called Sirare. And I went on my knees at 2. Baada ya yeye kuwa tumefika hospitali na yeye na Pastor John Muli nikiwa Sirare na wao wako Nairobi. Nilipoenda kwa magoti, Mungu akaniambia, utakaporudi kwa geti yako ya blue, utamkuta nyumbani. I had peace, nikalala. I got peace. Nikamwambia Mungu, naweza kulala nifanye kazi. Why? Because the glory took it over. I said the glory took it over. And God has manifested it. That's why I realized, he's your mimi na Pastor John Moli, this one is him. You are bigger than what people say. Oh, you are bigger than what people say. Some say, oh. Pastor John Mulu kuja finish service. Some say, oh. Oh, you are bigger than what people say. People say. You are bigger than what people think you are. You are bigger than all people. Let us stand. Let Some us say you are good. You are kind. You are bigger than all people say. Some say You are good. you are kind. You are bigger than what people say. Thank you, Lord. In fact and indeed, dear Lord, you are good beyond what we can express with our mere words, dear Lord. Your glory has manifested upon our life. We have received your word, King of glory, from your servant in this altar. Dear Lord, my Father, how I pray that each and every one of us this day, dear Lord, your glory is going to shine upon our life. We are going to walk in your glory. We are going to live your glory. And dear Lord, my Father, whatever concerns your glory, dear Lord, that will be our testimony in our life in the name of the living God. Thank you, Father, King of glory. We glorify you, we exalt you, and we celebrate you in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nataka kuwashukuru wote na zaidi ya wote kwa wageni